Adam, ingawa Eva alitengenezwa na Mungu, lakini kuingia naye kwenye ndoa alimhakiki. Je, wengi mnashangaa kama inakuwaje Adam alimhakiki? Twende kwenye Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18. Mungu anaweka nia ya Adam kupata mwenza. Na Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Tarehe 19, Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni. Anasema si vizuri mwanaume awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Wa kwanza kutengenezwa wakao ni wanyama. Adam, baada ya kuambiwa nitakupatia msaidizi, ghafla ana Mungu akatengeneza wanyama. Wanyama wa msituni akamletea Adamu ili awaone. Mstari wa 20, Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa, ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kufanana naye. Sio vizuri wewe peke yako. Alikuwa peke yake. Nitakutengenezea msaidizi. Afu ghafla wasaidizi walikuwa wakija, walikuwa ni wanyama. Na moja, Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja akafunika nyama mahali pake. 22, na ule ubavu alioutwaa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke akamleta kwa Adamu. 23, Adamu akasema, sasa huyu ni mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Na mstari 24, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, na wao watakuwa ni mwili mmoja. Baada ya Mungu kumlaza Adam, kukuonyesha kwamba Mungu alikuwa ni bwana usingizi, anesthesiologist. Ina maana kwenye bustani ya Eden kulikuwa na hospitali, kulikuwa kuna chumba cha upasuaji. Adam akalazwa na Mungu, afu Mungu akampasua Adam, akatoa ubavu, akatengeneza mwanamke. Mungu akaondoka. Adam anafungua macho, anaona kuna kiumbe kingine ambacho kiko mbele yake. Vile vile Mungu alipomletea wanyama, Biblia inasema akamleta mbele ya nani? Ya Adam. Adam akakumbuka kwamba hii bustani ya Eden iko hospitali. Akaingia mahabara, akamchukua yule mwanamke, akachoma sindano kutoa seli kutoka kwenye mifupa, akachoma sindano kutoa seli kutoka kwenye nyama, akapeleka kwenye mahabara, akapima. Alipopima akagundua zile seli zinabeba vinasaba vinavyofanana na yeye. Baadaye ndo akasema mifupa yake sawa sawa na mifupa yangu, na nyama yake ni sawa na nyama yangu. Huyu si mnyama, huyu ni mwanamke, ataitwa. Baadaye ndio ndoa ikafungika.